Mtunzi wa vitabu akiwa anaongeza na rafiki yake aliwaambia, ilimchukua miaka 15 kujua kwamba kutunga vitabu si kipaji changu. Akasema, uliacha kutunga vitabu? Akasema, hapana, wakati huo nilichakuwa mwandishi mashuhuri. Alitaka kusema hata juhudi zinaweza likaleta kipaji. Useme sio kipaji changu, sio talanta yangu, chapa kazi, chakarika. Katika kuchakarika na juhudi unaweza ukafanya vitu vikubwa, watu wakafikiri ni kipaji chako. Mwambie jirani yako chakarika, mwambie tena chakarika. Penye juhudi, hata kama una kipaji, Mungu ataongeza. Jina Yosefu maana yake Mungu anaongeza. Ukifanya kwa juhudi, Mungu anaongeza. Solomon aliomba busara na hekima, Mungu akampatia mali, Mungu akaongeza. Jina Yosefu maana yake ni Mungu anaongeza. Na jina la utani la Yosefu ni Jose. Jose. Jose, jina la utani Jose. Jose. Unajua sote wanafupisha majina. Kwa hiyo Josefu ni Jose. Na jina la kike la Josefu ni Josefina. Josefina. Kazi ni tiba. Kazi ni tiba. Ndio maana watu wengi wanaojiua wanajiua wakati wa likizo na siku ya Jumamosi, siku ambapo hawafanyi kazi. Yaani ukiwa unafanya kazi huwezi ukapata mawazo mgando, huwezi ukapata mawazo giza, huwezi ukapata mawazo ya ukatisha tamaa ukiwa unachapa kazi. Watu wengi wanaojiua wanajua wakati wa likizo na wakati ambao wafanyi kazi. Kazi ni tiba. Kazi ni tiba. Kwa hiyo naomba tuipende kazi katika maisha. Kazi ni tiba. Si mzigo unaoubeba unaokufanya uchanganyikiwe, ni namna unavyoubeba. Namna unavyoibeba kazi ndio inaifanya uchanganyikiwe. Ukibeba mzigo wa kazi kwa upendo ni furaha. Ukibeba mzigo wa kazi kwa manunguniko ni utumwa. Ukibeba mzigo wa kazi kwa kutaka ni huduma. Ukibeba mzigo wa kazi kwa mtazamo chanya ni tiba. Bila shaka Mtakatifu Yosefu alibeba mzigo wa kazi kwa furaha na huduma. Alipewa kazi ya kumlea mtoto Yesu. Na ukiubeba kazi yako vizuri, kazi itakubeba. Alimbeba vizuri Yesu na Yesu amembeba. Ndio maana leo tunafanya sikukuu ya Mtakatifu Yosefu. Alibeba kazi yake vizuri na kazi ikambeba. Ukibeba kazi yako wewe kama kiongozi, kazi itakubeba. Mimi inayonibeba ni kazi ya upadri. Hata nimefika hapa kuweka mafuta, ni kazi yenyewe inaniwekea mafuta. Ni kazi inanibeba. Na wewe kazi itakubeba. Mtoto mdogo baba anamwambia usitoke hapo, ukitoka hapo utapotea. Baba waga anakamwambia katoto. Na yeye baba anaweza akakua akazeeka akaanza kusahau. Na katoto sasa kanamwambia baba, usitoke hapo unaweza ukapotea Nizamu kwa zamu. Nizamu kwa zamu. Mtoto ukimbeba vema atakubeba. Kazi yako ukiibeba vema, kazi itakubeba. Kazi ya kinanda itakubeba, mpigaji kinanda. Kazi ya kuimba mwanakwaya itakubeba, maana utakualika uimbe mahali fulani, watakupiga kitu, watakupiga upako. Kazi inakubeba. Kazi inakubeba. Kazi ya biashara inakubeba. Na ukiharibu kazi yako unaharibu jina. Kwa sababu wanaweza kuwa wanaita fulani, baadaye watakuanza kuita jina mchakachuaji. Huwa amalizi kazi, usimpatie kazi. Yaani ukishaharibu kazi unaharibu jina. Ipende kazi yako, iheshimu kazi yako. Ndio maana hata rais wetu, baba wa taifa, mpaka na staafu walikuwa wanamuita Mwalimu Julius Kambarage Nyerere. Hilo jina alienda nalo. Ni rais lakini ni mwalimu. Jina anatembea nalo. Yaani kazi inakupatia jina. Na kazi ni kitambulisho. Kazi inakutambulisha. Kazi inakupatia jina. Ndio maana unamuuliza mtu, wewe ni nani? Anasema mimi ni mwalimu. Wewe ni nani? Mimi ni mfanyabiashara. Wewe ni nani? Mimi ni mkulima. Yaani
kazi inakutambulisha. Lakini naomba usiishie hapo. Je, ukistaafu kuna watu wanastaafu uongozi wa Hawaka, wengine wanaacha kuja kanisani kwa sababu si kiongozi tena. Ingawa kazi inakutambulisha, lakini wewe ni zaidi ya kazi. Wewe ni zaidi ya kazi, kwa sababu ipo siku utastaafu, ipo siku utaacha kufanya kazi. Kuna padri mmoja kila Jumatatu alikuwa anasali misa peke yake. Wanamuuliza, mbona unasali misa peke yako? Akasema, nafanya mazoezi, ipo siku nitazeeka, sitaongoza misa kwa ajili ya Wakristu, nitakuwa na misa yangu mwenyewe, nafanya mazoezi nisije nikachanganyikiwa. Kwa hiyo wewe ni zaidi ya kazi, wewe ni mpendwa wa Mungu. Wewe ni zaidi ya kazi, wewe ni mpendwa wa Mungu.